Nipende kuwashukuru sana viongozi wa Zanzibar Shippers Council kwa kushirikiana na Tanzania Shippers Council kupitia ufadhili wa GIZ kwa kuja na wazo la kutoa mafunzo haya muhimu na ya kimkakati ya kuwajengea uwezo wafanyabiashara wetu na wasafirishaji wa mazao ya bidhaa za viungo hapa nchini. Kipekee kabisa napenda kuwashukuru wafadhili wetu wa warsha hii ambayo itatupatia uwezo wa kibiashara na kufungua milango ya masoko ya bidhaa za viungo mbalimbali kutoka Zanzibar kwenda nje ya nchi katika masoko ambayo yako katika ukanda huu wa Afrika, lakini vile vile na nje ya Afrika. Kwa miaka mingi sasa tumekuwa tukikwaza zaidi au tukishiriki zaidi katika shughuli za kuzalisha au kuanzisha viungo kama ni sehemu ya kuwaonesha watalii. Lakini sasa nadhani tunakoelekea tunataka kuonyesha kwamba viungo ambavyo vinapatikana Zanzibar si tu sehemu ya kuwaonyesha watalii, bali ni bidhaa muhimu ya kuuza na kuwajengea wananchi wetu maisha bora. Niwaombe wafadhili wa warsha hii ambao nimeambiwa ni GIZ kwa kushirikiana pamoja na Tanzania Shipping Council tutumie nafasi hizi au fursa hizi kuwawezesha wazalishaji wetu hawa wadogo waweze kufikia malengo ambayo yamepangwa kwa ajili ya kuwawezesha kufaidika na kazi ambazo wanazifanya. Baada ya kusema haya machache, nitangaze rasmi kwamba warsha hii imeifungua rasmi leo tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka 2025 na watakia usikilizaji mwema. Katika kufanya digital marketing ambacho cha msingi ambacho sasa wewe unahitaji usafiri na biashara zako. Kuna hii inaitwa tena wamekuheshimisha kwa sababu sasa hivi katika bara la Afrika kuna lugha 5. Kiswahili ni moja wapo. Baadaye utakuja kuona kwenye website yao ukiingia kila ripoti itakuwa katika lugha 5. Kama Kiarabu, Kiswahili, Kiingereza, Kireno na Kifaransa. Semina hii inafadhiliwa na wafadhili wetu kutoka Ujerumani, yani German Corporation au kwa ufupi inaitwa GIZ. Na vile vile imefanyika kwa mashirikiano baina ya Tanzania Shippers Council na Zanzibar Shippers Council. Lengo kuu ni kuwajengea uwezo wazalishaji wetu wa bidhaa za viungo ili kuweza kusafirisha bidhaa hizi nje ya nchi. Tumekuwa mara nyingi tunazitumia spice. Zanzibar inajulikana kama ni Spice Island, lakini mara nyingi ukiondosha zao la karafuu ambalo linasafirishwa kwa wingi, spices nyingine zilizobakia imekuwa kama ni za kuwaonyesha watalii zaidi. Sasa kama serikali tunataka tuonekane na hilo, badala ya kuwa ni sehemu ya kuwaonyesha watalii, tunataka tutumie spices hizi kama ni sehemu ya kujenga uchumi wa wananchi wetu, yani uchumi wa wananchi ili watumie. Na moja katika hizo ni kusafirisha bidhaa hizi, lakini ili kuweza kusafirisha bidhaa hizi kuna mambo muhimu ambayo yanahitajika kuyaelewa, ambapo mafunzo yetu haya ya leo yatawapatia au yatawaelimisha wazalishaji wetu wa viungo jinsi gani ya masoko yanavyopatikana, taratibu za kufikia masoko hayo na mambo mengine ambayo yanahusiana na masoko hayo. Kwa hivyo warsha hii ni muhimu sana kwa wazalishaji wetu, na ningewaomba sana wale ambao wapo hapa wazalishaji wetu wakafuatilia kwa makini zaidi, kwa sababu ni fursa ambayo sio mara nyingi sana kupatikana. Kwa majina naitwa Josephine Eddington, mimi ni mtendaji mkuu wa Tanzania Shippers Council, ambayo ofisi hii iko Dar es Salaam, ina uwakilishi hapa Zanzibar Shippers Council. Tumekuja Zanzibar kwa ajili tumeona ya kwamba katika soko huru la Afrika tangu limezinduliwa mwaka 2021 na kuanza kazi mpaka leo hakuna Mzanzibari hata mmoja ameweza kulitumia, kwa maana ya kuwa na certificate of origin ya African Continental Free Trade Area.
Tumeona hivyo tukasema zao kuu linalopatikana Zanzibar ni lipi? Tumekuja na spice. Tukasema sasa ngoja tufanye moja kwa moja product niche. Tukaenda moja kwa moja kuomba ufadhili kupitia GIZ. Ndio maana leo tuko hapa Golden Tulip kwa ajili ya kuwasapoti wafanyabiashara, sio tu wajasiriamali, hapana, ni wafanyabiashara wadogo na wakubwa ambao wanaweza kuexport nje ya nchi, waweze kujua fursa zilizopo katika soko hili. Na pia kama tunavyoona wafanyabiashara wengi wanaofanya spices au viungo ni wanawake, na tunafahamu ya kwamba mama yetu rais wa nchi yetu Mama Samia Suluhu, yeye ndio amechampioni katika itifaki ya wanawake kwenye mkataba huu wa soko huru la Afrika. Kwa hiyo fursa tunayoiona kuanzia leo, watajengewa uwezo, tutawatafutia masoko, tutaangalia namna gani wataendelea kuongeza capital zao ambao wao watakuwa wamekuwa. Jina langu naitwa Moza Isa Khatibu, ni mwenyekiti wa Zanzibar Shippers Council. Tunawashukuru Tanzania Shippers Council kwa kupitia wafadhili wetu GIZ kwa kutuletea mafunzo haya ya siku 2, ambayo mafunzo haya tulikuwa tunayatarajia muda mwingi kuyapata, lakini tulikuwa bado hatujapata. Mafunzo haya yatatusaidia kwa wajasiriamali wetu kuweza kupata fursa ya kufanya biashara za nje, kwa sababu katika kufanya biashara nje za spice kuna vikwazo vingi wanakuwa wanavipata. Hawajui kitu gani wafanye na hawajui wapi waende, wala mara nyingi wanakuwa wanakwama, hawajui kama ukitaka kusafirisha TRA unafanya vipi au ZRA unafanya vipi, wanakuwa wako katika mtihani kwa kweli. Tunawashukuru GIZ kwa kutuletea mafunzo haya, na pia tunawaomba wasichoke, kwani wajasiriamali wengi walikuwa wanataka haya mafunzo, lakini kwa vile wao wamekuja na idadi yao ya watu, kwa hiyo wajasiriamali wengi wamejiandikisha lakini hawakuweza kupata fursa hii. Na pia tunawaomba wale ambao watapata fursa hii waweze kuitumia kwa umakini sana ili waweze kuendeleza biashara zao katika bara la Afrika. Mimi naitwa Dr. Nasia Maleko, ni mchumi katika sekta ya kilimo. Changamoto za wajasiriamali wa viungo kwa Tanzania zinafanana kwa Tanzania bara na Tanzania visiwani, ambayo la msingi ni kwamba hawajui au hawana taarifa sahihi za kuhusu masoko yaliyoko ndani ya nchi, nje ya nchi na hata kwa Afrika nzima. Masuala muhimu ambayo wanatakiwa kuyafanyia kazi ni kuanzia uzalishaji ili waweze kuboresha viungo viweze kukidhi mahitaji ya soko ndani ya bara la Afrika. Cha pili ni kuweza kuweka vifungashio vizuri ili viweze viungo vyao viweze kukaa kwenye supermarket. Cha tatu, wajue mambo ya msingi yale ya kukidhi mahitaji ya kuuza, hasa zile taratibu za kuuza nje ya nchi. Fursa ni kubwa. Cha msingi ni wenyewe kujipanga na kukaa kwa pamoja na kufanya biashara kwa pamoja bila kufanya mmoja mmoja. Darasa ni zuri. Na nawashukuru sana wanafunzi wako wasikivu. Jina langu naitwa Zufa Bashiri Mbwana, ni afisa biashara za kitaifa na kimataifa, na kiukweli nimefanya kazi na wajasiriamali kwa Zanzibar si chini ya miaka 5. Na kuna wajasiriamali ambao tulitoka nayo katika mradi wa European Union AgriConnect, na tena tukaja kwenye mradi mwingine wa Global Affairs Canada, lakini kipindi hicho wakati tunafanya kazi na taasisi inaitwa Community Forest Pemba. Kwa kweli tumewagroom wajasiriamali wale ambao tulikuwa tunawaita wajasiriamali wadogo, sasa hivi wanakaribishwa kwenye platform kubwa za mikutano ambayo inafadhiliwa na Germany, wadhamini kutoka nchi za Ujerumani. Kwa kweli kuna mabadiliko. Kuna wale wajasiriamali walikuwa wameingia kwenye kipindi hicho tunawagroom, walikuwa hata hawajui ashike wapi. Lakini sasa hivi wamefika pakubwa, wanajua wanashika wapi, wanajua wanapack vipi, zile certifications zote wanazo, na wana masoko ndani na nje ya Tanzania, iwe Afrika na nje ya Afrika. Na kuna wengine wamefungua wana spice farms hapa Zanzibar,
na vile vile, na sio tu kwa ajili ya kuwatalii kuja kuona vitu vichache, lakini pia kuwa na large scale za black paper. Kwangu mimi ambaye nimefanya kazi na hao watu huko nyuma, najivunia kwa sababu kuna mabadiliko yapo, lakini vile vile kuna ambao pia hawakuendelea, walishia kati. Lakini kwa hao ambao tumefanya nao kazi hasa kwenye kategori ya wanawake na vijana, ni kweli wanafanya vizuri na wanaenda kwenye maonyesho makubwa, pia wanatuwakilisha Zanzibar na wamefuzu, kusema ule ukweli. Hata vipato vyao vimebadilika na wana group wengine mpaka makampuni yao wameajiri na watu wengine. Nadhani kuna watu wengine kwa hawajui kama wana uwezo wa kwenda kutrade nchi za SADC bila kuwa na taarifa yoyote. Lakini baada ya kuwasili katika maonyesho kama haya, imewafanya waweze kujua zaidi haki zao ni zipi, sheria zao ni zipi, na akitaka kwenda akishindwa au asipo supportiwa vinavyotakiwa, wapi aende akapeleke malalamiko yake na aweze kusonga mbele na kufikia wateja wake wa hizo nchi ambazo ziko za SADC. Kwa jina naitwa Fax Suleiman Hatibu. Pamoja na kwamba ni kiongozi wa wafanya biashara, lakini hapa nimekuja kama mjasiriamali binafsi ambaye nawakilisha Makulati Tamu Spice. Naamini kwamba mafunzo haya yanaweza yakatujengea uwezo na tukafanikiwa kwa asilimia kubwa sana. Kwa sababu hoja ya msingi ni kwamba si tu na brand unatengeneza hizi spice hapa Zanzibar, lakini baada ya Zanzibar unauzia wapi? Kwa hawa ni kama ni global share ya Afrika. Wanatanua wigo kwamba mna export hapa na hapa na hapa, yani wanatoa zile njia sahihi ambazo zinatuwezesha sisi kama wafanyabiashara tuweze kufocus zaidi ya nchi moja na tusibakie tu na hapa Zanzibar tukaamini kwamba ndio soko lipo, kumbe hapa ni sehemu ndogo tu ya soko la Afrika. Nitoe shukrani za dhati kwa Zanzibar Shippers ambao tumekuwa kwa bega katika kusacrifice mpaka kufanikisha hili jambo. Wao ndio wadau wakubwa ambao wametuunganisha sisi. Kwa hiyo niseme kwamba nawashukuru sana, na jambo lingine ambalo litajitokeza basi waweze kutoa mashirikiano kama vile ambavyo wameyatoa mashirikiano haya. Naitwa Riziki Juma Maalim, ni mjasiriamali kutoka soko la Jumbi. Nipo katika spice, nafanya biashara ya spice, na nashukuru sana. Kwanza nashukuru uongozi wetu uliopo katika soko letu la Jumbi kwa Jua Soji, na pia Zanzibar Ship. Nashukuru sana kwa kufanya hii semina, imeleta mwamko kubwa na kuna mambo mengi ambayo nimenufaika nayo. Nimepata kuona upana wa biashara, nimepata kuona kumbe sio nifanye hapa tu za Tanzania tu, kumbe naweza nikaenda Kenya, naweza nikaenda wapi, Namibia, wapi ambayo Afrika, naweza tukaenda tena bila makodi makubwa. Nilikuwa sina uelewa huo, leo nimeelewa. Changamoto zipo nyingi. Kwa mfano, unaweza una bidhaa kama hizo spice, unazo hujui uzipeleka wapi ili upate bei kubwa na mafanikio makubwa, hujui, lakini leo nimepata kujua.